بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. Yupokewa na Ummi Salama radhiyallahu anha anasema, amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam: alladhi yashrabu fi ina'il fidda, mtu anayekunywa kwa kutumia chombo cha fedha, inma yujarjiru fi batnihi nara jahannam, hakika huyu anatia katika tumbo lake moto wa jahannam. Alladhi yashrabu fi ina'il fidda inma yujarjiru fi batnihi nara jahannam, mtu anayekunywa maji kwa kutumia chombo cha fedha, huyo anatia katika tumbo lake moto wa jahannam. Tulisoma hadithi hii lakini hatukuimaliza. فمفردات هذا الحديث: يجرجر بضم المثنات التحتية وجيم مفتوحة فراء فجيم مكسورة. يجرجر. قال: والجرجرة صوت جرع الإنسان للماء. جرجر ni ile sauti ya kuingia maji au sauti ya kunywa maji. Mtu anavyokunywa maji, ile sauti ndio inaitwa jarjara. Wa jarjara fulanun almaa jara'ahu jar'an mutawatiran lahu sautun, ni ile kutia maji mfululizo ambapo kuna sauti. Shabbaha nuzul al'adhabi fi batni ash-sharibi fi ina'i al-fidda bihadha as-sauti al-mukhif. Mtume amefananisha ile kushuka kwa adhabu katika tumbo la mwenye kunywa katika chombo cha fedha, amemfananisha na sauti hii yenye kutisha. Mtume amefananisha kushuka kwa adhabu katika tumbo la huyu mwenye kunywa kwa kutumia chombo cha fedha, bihadha sauti almukhif, kwa sauti hii inayotisha inaitwa jarjara. Nar qala birrafi wan nasbi. بالرفع والنصب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم. قال بالرفع والنصب. فمن رفع جعل الفعل للنار أي تنصب نار جهنم في جوفه, umiminika moto wa jahannam ndani ya tumbo lake, ambaye anarufaisha hiyo annaru itakuwa tansabu naru jahannama fi jawfihi. ومن نصب, mwenye kunasibisha nara, ja'ala al-fi'la lisharib ay yasubbu sharibu nara jahannama, mwenye kunywa kwa kutumia chombo cha fedha humimina moto wa jahannam katika tumbo lake. Lakini anasema wanasbu ajwadu, hii nasbu ni nzuri zaidi. Inma yujarjiru fi batnihi nara jahannam, kwa ni maf'ulun bihi wa sharibu ndiyo fa'il. Kwa huyu mnywaji akitumia chombo cha fedha kwa kunyilia maji au kitu chochote, huyu ni kwamba anatia moto katika tumbo lake. Tumesoma huko nyuma kwamba vyombo hivi vimekatazwa, vyombo vya fedha, vyombo vya dhahabu, kuvitumia kwa matumizi ya nyumbani, hivi vitu vimekatazwa. Jahannam qala min aljuhuma wa hiya alghilza, uzito. Wa jahannamu alamun ala tabaqatin min tabaqatin nar. Jahannam ni jina katika tabaka za motoni. Moto una tabakati, una darajat na darakati. Kwa jahannam ni moja katika zile tabaka za moto. Wasumiyat jahannam li bu'di qa'riha, imeitwa jahannam kwa ule undani wa lile shimo lake, ni ndani sana, ndio imeitwa jahannam. Katika faida za hadithi hii, qala ma yukhadh min alhadith: awalan tahrimu shurbi fi ina'il fidda wa mithluhu adh-dhahabu wa aula, kuharamishwa kunywa kwa kutumia chombo cha fedha na ni mfano wake dhahabu,
na dhahabu ni aula kuharamishwa kuliko fedha. Yani uwezi ukatumia glasi ya dhahabu ukanywea maji au ukanywea maziwa, au glasi ya fedha ukanyulia maziwa, au sahani ya fedha au dhahabu, wote hivi vimeharamishwa, ni haramu. والنصوص الشرعية كثيرا ما تذكر شيئا وتترك مثله وما هو أولى منه. Asema nafsi nyingi za kisheria mara nyingi zinaweza zikataja jambo halafu zikawacha mfano wake ambapo hilo liloliwachwa ni aula zaidi. Kama hapa Mtume ametaja chombo cha fedha, lakini dhahabu ni aula kuharamishwa. Anaelezea kwamba nususi za kisheria mara nyingi zinataja jambo lakini mfano wake zinaacha, kwa sababu huo ni aula zaidi. Mimbabi liktifai, katika mlango wa kutosheleza. Ka kaulihi ta'ala sarabila taqikumul harra yani walbarda fa innahu aula, nguo ambazo zinakukingeni na joto. Sasa maana yake na baridi pia zinakukingeni, na hii ni aula. Allah subhanahu wa ta'ala katika neema zake ametuwekea nguo za kujikingia joto, za kujikingia baridi, ambapo baridi ndio aula. Mtu kujikinga na baridi inamdhuru. Kwa hiyo hakutaja dhahabu kwa sababu dhahabu ni aula kuharamishwa. Hatusemi mavazi ya wanawake, la, mavazi ya wanawake wamehalalishiwa kuvaa mikufu, vipuli vya dhahabu, pete za dhahabu na fedha. Tuelezea vyombo vya matumizi ya nyumbani, ni haramu kutumia vyombo vya dhahabu na vya fedha kwa matumizi ya nyumbani. Sahani za dhahabu au fedha, vikombe vya dhahabu au fedha, hata kama umilionea gani wewe, ni haramu kutumia vyombo hivi. Faida ya pili, alwaidu shadidu ala sharibi fi ina'i alfidda wa mithluhu adh-dhahab, makamio makubwa kwa huyu anayekunywa kwa kutumia chombo cha fedha na mfano wake chombo cha dhahabu. Fa inna adhabahu ghalidhun shadid, adhabu yake ni nzito na adhabu yake ni kali anayetumia vyombo hivyo. Fa innahu biirtikabi hadhihi alma'siyah sayasma'u li'uqu'i adhabi jahannama fi jawfihi sautan, au sayusma'u li'uqu'i adhabi jahannama fi jawfihi sautun mur'ibun munkirun. Asema adhabu yake huu ni nzito sana, kwa sababu kwa kufanya maasi hayo ya kutumia vyombo hivyo, itasikiliwa kwa kuingia kwa adhabu katika tumbo lake, itasikiliwa sauti hiyo yenye kutisha, mur'ib, sauti yenye kutisha, sauti munkar inayokanushwa, hiyo sauti ya kuingia moto wa jahannam katika tumbo lake. Alfaida thalitha fi alhadithi ithbatu aljazai fi alakhirah. Hadithi hii pia inathibitisha malipo akhira, kwamba akhira kuna malipo. Ad-dunya daru amal, dunia ni nyumba ya amal, kufanya amal, na al-akhira daru jaza, malipo yako akhira, malipo ya kila mtu ya amali zake, iwe za khairi iwe za shari, atalipwa huko akhira. Pia wa ithbatu adhabi an-nari yawm al-qiyama, pia hadithi inathibitisha adhabu ya moto siku ya kiyama. A'adhana Allah wa iyyakum min hadha al-adhab, wa huwa amrun wajibu li'tiqadi ma'lumun min ad-din bidharura. Hili ni jambo ambalo ni lazima kuliitakidi na ni jambo ambalo linajulikana kwa dini kwa dharura. Kila Muislamu anajua na ni lazima aitakidi kwamba kuna adhabu huko akhira, kuna adhabu kwa watu waovu na kuna neema na starehe kwa watu wema. Hili ni jambo lazima, kila muumini lazima aitikadi hivyo. Alfaida الرابعة وفيه أن الجزاء يكون موافقا للعمل, malipo inakuwa ni muwafaka wa amali za mtu. وفيه أن الجزاء يكون موافقا للعمل, malipo inakuwa ni yenye kuwafiki, ni muwafaka wa amali za mtu. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, malipo yatakuwa kulingana na amali za mtu mwenyewe. Aljazau min jinsi al-amal. Fahadha alladhi atba'a nafsahu hawaha وتمتع بالشرب بإناء الفضة سيتجرع عذاب جهنم مع تلك المواضع من بدنه
allati tamatta'at wastaladhat bil ma'siyah fi dunya. Anasema Sheikh al-Bassam rahimahullah, huyu ambaye amefuatishia nafsi yake mapenzi yake, nafsi yake imefuata hawaza nafsi zake, akastarehe kwa kunywa, kwa kutumia chombo cha fedha, huyu sayatajallau adhaba jahannam, atakunywa adhabu ya jahannam, ma'a tilka almawadhi'i min badanihi, pamoja na zile sehemu katika mwili wake, allati tamatta'at, sehemu ambazo zimestarehe, wastaladhat bil ma'siyah fi dunya, zikaona utamu wa maasiya hayo duniani. Ni sehemu gani zilizostarehe? Kwa kunywa. Tumbo ndio limestarehe likapata ladha ya kunywa kwa kutumia chombo cha dhahabu au fedha, tumbo hilo litaadhibiwa, litaingia moto wa jahannam. Wa hakadha faljazau min jinsi al-amal, malipo yatakuwa kwa jinsi ya amali ya mtu. Mtu akifanya mambo mema atakwenda kulipa pepo ambao ndio wema, mtu akifanya maasiya atakwenda kulipwa jaza na malipo ya maasiya hayo. قال خلاف العلماء، اختلف العلماء في العلة التي من أجلها حرم استعمال الذهب والفضة. maulama mtofautiana kwa ile sababu ambayo kwa ajili yake imeharamishwa matumizi ya dhahabu na fedha. Maulama mختلفiana ni sababu gani iliyofanya ni haramu matumizi hayo ya vyombo vya dhahabu na fedha. Qala ba'dhum hiya al-khuyala'u wa kasru qulubi al-fuqara. Baadhi ya maulama wanasema sababu ya kuharamishwa vyombo vya dhahabu na fedha ni kibir na kuvunja nyoyo za mafakiri. Kuvunja nyoyo za mafakiri. Mafakiri wanavunjika moyo sababu wao hawana hata pesa za chakula. Mtu pesa amezinunulia kijiko cha fedha au kijiko cha dhahabu. Sasa hii ni kuvunja moyo na morali wa watu ambao hawana pesa. Kwa wanasema sababu ya kuharamishwa vyombo hivi ni kibri, na pia ile kuvunja morali wa watu wasio na uwezo, mafakiri, kwa sababu wao wanatamani wawe na pesa za sima. Mtu ananunua kijiko cha fedha, mtu ananunua kikombe cha fedha. Unaona wasema hii ndio illa, ndio sababu ya kuharamishwa. Waqala ba'dhum, baadhi ya maulama wanasema huwa hadafun tarbawiyun akhlaqiyun, sababu ya kuharamishwa ni lengo la malezi ya kitabia, malezi ya kitabia. Fa innal islama yasunu almuslima anil inhilali wattarafi almafsadain. Asema Uislamu unamlinda Muislamu na zile starehe na ile kupotoka, ambapo haya ndiyo mambo yanayomharibu mtu. Kupotoka mtu katika haki na zile starehe za kupetuka mpaka, haya yanamharibu mtu. Ila sababu kuharamishwa asema ni hili, lengo hili, malezi ya Kiislamu yanaharamisha mtu kupetuka mpaka katika vitu hivyo. Wakala ba'dhum, baadhi yao wanasema maulama, al-illatu hiya kaunuhuma naqdaini, sababu ya kuharamishwa vyombo vya dhahabu na fedha ni kuwa hizi ni nakdi mbili, ni thamani, ni vitu vya thamani. Dhahabu ni kitu cha thamani, fedha ni kitu cha thamani. Sasa thamani ile uende ukainunulie kijiko au kikombe. Qala fadhahabu walfidda huma arrasidu alalamiyu, asema dhahabu na fedha ni akiba ya kilimwengu, linaqdi alladhi taqumu bihi alashya, wa ile pesa au umla ambao vitu vingi vinasimamia kwa kitu hicho. Watahsulu bihi almatalibu wadharurat walhajat, upatikana vitu vingi vinavyotakiwa, mambo ya dharura, haja nyingi. Fatikhadhuhuma wasti'maluhuma awani au tuhafan wa nahwa dhalik huwa shallu lilharakati at-tijariyah wa ta'tilu liqiyam alhajati wadharurat. Asema kuvifanya vitu hivyo dhahabu na fedha na matumizi, kuvitumia dhahabu na fedha kwa vyombo au tuhaf au mambo ya museum, hii mambo ya mapambo na mfano wa hivyo, huu ni kuondoa harakati za biashara na kuharibu thamani hiyo ya haja nyingi na dharura nyingi, biduni wujudi maslahati rajiha, bila kupatikana maslahi ya nguvu. Hizi ni pesa, ni thamani, dhahabu ni thamani, fedha ni thamani. Hasa kutumia katika kununulia vyombo hivi vya nyumbani
ni kama kuharibu thamani na kupoteza mali ovyo, na Uislamu unakataza mambo hayo ya kupoteza mali ovyo. وقال ابن القيم رحمه الله: العلة في استعمالهما هي ما يكسب القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema sababu ya kuharamishwa matumizi ya vyombo vya dhahabu na fedha ni mambo ambayo yaksibul qalba, hupatisha katika moyo, min alhay'a wal halati almunafiya lil'ubudiyya, ni lile pambo na hali ile ambayo inakanusha utumwa wa mtu, munafatan dhahira, kukanusha kwa dhahiri. Yani mwanadamu mja hatakiwi kumiliki vitu vya thamani kama hivyo halafu akavinunulia vitu vya matumizi kama hivyo ambavyo havina haja ya kununua kikombe au kijiko cha dhahabu na fedha. Kwa hiyo moyo na haia ya mwanadamu na hali ya mwanadamu inapinga vitu hivyo, kununulia matumizi ya dhahabu na fedha, kutumia katika vyombo hivyo ambavyo havina thamani kwa mwanadamu. ولهذا علل صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا. Ndio maana mtume ametoa sababu kwamba vyombo hivyo ni makafiri duniani, vya makafiri duniani. Makafiri wanatumia vyombo hivyo vya dhahabu na fedha kwa matumizi yao ya nyumbani, wanatumia. idh laysa lahum nasibun min al-ubudiyyah allati yanaluna biha al-akhirah, ambapo wao hawana fungu lolote la utumwa wa Allah, kwamba wao ni watumwa wa Allah, ni waja wa Allah, ambapo watapatia huko akhira fungu lao la ajri. Wallahu ta'ala a'lam. Falahu fi shar'i asrarun wa hikam. Allah subhanahu wa ta'ala ana siri nyingi katika sheria yake na ana hikma nyingi. Wala mani'a anna kulla hadhihi al-ilal maqsuda, hakuna kizuizi kwamba sababu zote hizi zinakusudiwa katika kuharamishwa vitu hivi. Sababu zote walizotaja maulama zinakusudiwa katika kuharamishwa vitu hivi. Idhan hizi illa na sababu wamezitoa maulama kwa ijtihadi yao, lakini kwa vyovyote ni kwamba ni haramu kutumia dhahabu na fedha kwa vyombo vya matumizi ya nyumbani. Ni haramu, hiyo ni kwa wanawake au kwa wanaume. Wanawake wameruhusiwa kuvaa pete za dhahabu na fedha, mikufu, bangili, vipuli, lakini sio matumizi ya vyombo vya nyumbani kama vikombe na sahani na vijiko vya dhahabu au fedha. الحديث السادس عشر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema katika hadithi hii nyingine, hukumu nyingine, idha dubigha al-ihabu faqad tahura, ngozi ikitaharishwa itakuwa tahara. Ngozi ya mfu, mnyama aliyekufa, ngozi yake ikitaharishwa faqad tahura, imekuwa tahara ngozi hiyo. الحديث أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ, ngozi yoyote iliyotaharishwa faqad tahura, imetaharika. مفردات الحديث إذا قال إذا شرطية، هنا حرف الشرط أو أداة شرط. ودبغ فعل الشرط، دبغ فعل الشرط، والفاء رابطة بين فعل الشرط وجوابه وهو طهر. ile fa faqad tahura ni rabita, kiunganishi kilicho baina fi'li shart na jawabu lake. Jawabu yake ni hii tahura. idha dubigha al-ihabu faqad tahura, wa qad litahqiq, ya kuhakikisha kwamba ngozi ikitaharishwa, ikisafishwa ngozi, faqad tahura, imetaharika. قال دبغ فعل ماضي مبني للمجهول ويدبغ الجلد دبغا بمادة خاصة. inasafishwa ngozi, usafishwa maalumu kwa kitu maalumu au kwa mada maalumu. Liyalina, ili iwe laini ngozi hiyo. Waliyazula ma bihi min rutubatin wa natin, na ili viondoke vile vitu vilivyo katika ngozi ambavyo ni umajimaji na ile harufu mbaya.
iondoke. Inasafishwa ile ngozi ya mfu au ya mnyama aliyechinjwa, ngozi ile inasafishwa kwa kuondoshwa zile nyama zilizobakia zile na ile harufu mbaya. Ikiondoshwa vitu hivyo, ngozi ile inakuwa tahara kwa matumizi yoyote. Al-ihabu bi zinati al-kitab, al-ihabu bi wazni al-kitab huwa jildu al-hayawani qabla an yudbagha, ni ngozi ya mnyama kabla haijasafishwa ndio inaitwa al-ihabu. Ikishasafishwa inaitwa al-jild. Al-ihabu ni kabla haijasafishwa, ikishasafishwa inaitwa al-jild. Wajamuhu uhub bi dhammi al-ha'i wa sukuniha, uhub bi dhammi al-ha'i wa sukuniha, uhub au uhub. Tahura bi dhammi al-ha'i wa fathiha, tahura bi dhammi al-ha'i tahura wa fathiha tahara ay sara tahiran, faqad tahura ay faqad tahara sara tahiran, imekuwa ni tahara ngozi hiyo baada ya kusafishwa. Ayyuma, qala ayyu ismun jazimun yajzimu fi'laini, al-awwal fi'lu ash-sharti wa huwa huna dubigha, ayyuma ihabin dubigha, والثاني جوابه وجزاؤه وهو هنا طهورا. أيما إهاب دبغ فقد طهورا, ngozi yoyote iliyosafishwa imetaharika. Wama zaida wa ayyuma min siyaghil umum, ayyuma min siyaghil umum, yani ngozi yoyote. Ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Hadithi inayofuatia ina maana hii kwamba ngozi inaposafishwa inakuwa tahara. Ngozi ile unaweza ukaitumia kwa matumizi yoyote. Qala wa an Salama, alhadith as-sabi' ashar, wa an Salama ibn al-Muhabbiq radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, dibaghu juludil maitah tuhuruha, dibaghu juludil maitah tuhuruha, kuisafisha ngozi ya mfu ndiyo kuitaharisha. Kuisafisha ngozi ya mfu ndiyo kuitaharisha ngozi hiyo. الحديث صححه ابن حبان. درجة الحديث: الحديث صحيح. قال الحافظ في التلخيص: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان من حديث الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق وإسناده صحيح. وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: دباغ الإهاب طهوره، دباغ الإهاب طهوره، kuisafisha ngozi ndiyo kuitaharisha. رواه الدارقطني وأصله في مسلم. وقد أخرجه بسند صحيح عن عائشة كل من النسائي والطحاوي وابن حبان، وذكر كل من الكتاني والمناوي أنه حديث متواتر، هي حديث متواتر، وأنه جاء عن 14 من الصحابة. حديثي مبكيوا نما صحابة 14. وساق الدارقطني أسانيده بألفاظ مختلفة ثم قال أسانيدها صحاح، إسناد ذاك زوت حديثه لصحاح، وقد صححه الإمام النووي. مفردات الحديث: المحبق بضم الميم وفتح الهاء وفتح الحاء المهملة ثم باء مكسورة مشددة. من هذا؟ عن سلمة بن المحبق، أنا فسريه المحبق بضم الميم وفتح الحاء المهملة. المهملة هنا حاء هنا نكتة جو مهملة، ثم باء مكسورة مشددة. المحبق آخره قاف. هذا هذلي من قبيلة هذيل، هو هذلي كتك قبيلة لهذيل. جلود جمع جلد، والجلد غشاء الجسم. Jildi ni kile kifuniko cha mwili wa mnyama, ndio kinaitwa jild. Jamu julud. Almaita bitakhfif alhayawanu alladhi mata hatfa anfihi, ni ule mnyama aliyefariki mwenyewe
au mata ala hay'atin ghairi mashru'a, au alifariki kwa sifa ambayo sio ya kisheria, alipigwa gongo, alipigwa jiwe akafariki, huo ndio inaitwa maita, mfu. Hadithi nyingine ya 18 ni sawa na hizo zilizopita. Wa amma Maimunah radhiyallahu anha qalat marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi shatin yajurrunaha faqala law akhadhtum ihabaha faqalu innaha mayta faqala yutahhiruha al-ma'u wal-qaradhu, akhrajahu Abu Daud wa an-Nasa'i. Ukiwa na Maimuna radhiyallahu anha anasema marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bishatin yajurrunaha, alipita Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona mbuzi wanamburuta, watu wanamburuta yule mbuzi. Faqala, Mtume akamwambia lau akhadhtum ihabaha, lau mngechukua ngozi yake, lau akhadhtum ihabaha, mngechukua ngozi yake mkapata manufaa kwa ngozi hiyo. Faqalu, wakamwambia innaha maita, huyu mbuzi ni mfu. Faqala, Mtume akamwambia yutahiruha alma'u walqarad, maji na qarad inamsafisha mfu huyo. Yutahiruha alma'u walqarad, maji na qarad humsafisha huyo mfu. Akhrajahu Abu Daud wa an-Nasa'i. درجة الحديث حسن بشواهده. قال الحافظ في التلخيص رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث العالية بنت سبيع عن ميمونة، وصححه ابن السكن والحاكم. ولكن في إسناده عبد الله بن مالك بن حذافة وأمه العالية وفيهما جهالة، هو جلكان. وأخرجه الدارقطني من طريق يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، ولكن الحديث حسن بشواهده. حديثه حسن وشواهد زاكي. حديثي ikiwa dhaif lakini ina shawahid nyingine, ina turuq nyingine, ile dhaif inapanda inakuwa ni hasan, ndio hii. Kwa pamoja kwamba kuna majhulina hapa, lakini inapanda inakuwa katika hadithi hasan kwa sababu ya shawahidi zake. Mufradatul hadith: shatun alwahida min Allahni wal ma'z, mmoja katika mbuzi au kondoo anaitwa shatun. Yuqalu lidhakari wal untha, mume na mke, mbuzi mume au mbuzi mke au kondoo mume na mke wanaitwa shatun. Waljamu sha wa shiyah, والجمع شاء وشياه. القرض يطهرها الماء والقرض، القرض بفتحتين حب شجر السلم، asema ni zile tembe za mti huo wa salam. Wa shajaruhu min shajari al-ghudhah dhu suqin, mti wake ni mti wenye miba na mti wenye kigogo unaitwa shajaru salam, si kama huko katika huko Afrika. Yakul amthala shajari aljawz, ni kama minazi, mti wake huu shajaru salam ni kama mnazi, una kigogo kizito lakini huu una miba. Wa hiya min alfasilati alqaraniya yudabbahu bihabbihi aladim, husafishwa kwa zile tembe zake aladim, hizo ngozi. Wa kana dibaghu ma'rufan bilqarab inda al-arab, ilikuwa hiyo dibagh kusafisha ngozi kunajulikana kwa hiyo qarab kwa Waarabu, walikuwa wakisafisha kwa hizo tembe za mti huo ambao ni mti wenye miba na mti wenye kigogo kizito. Kwa hiyo ngozi ya mfu, mnyama akifa au akiuawa, ile ngozi yake ikisafishwa inakuwa tahara. Ile ngozi ikisafishwa inakuwa tahara, ikiondolewa zile nyama na zile harufu mbaya iliyobakia, ile ngozi inakuwa ni tahara, inaweza ikatumiwa katika matumizi yoyote. Ma yukhadhu min alahadithi thalatha, faida zinazochukuliwa kwa hizi hadithi tatu ambazo zinafanana maana yake. Faida ya kwanza, hadithu ibn Abbas radhiyallahu anhuma, umumuhu yadullu ala anna ayya ihabin dubigha faqad tahur. Hadithi ya ibn Abbas kwa kuenea kwake inafahamisha kwamba ngozi yoyote iliyosafishwa inakuwa tahara.
min hayawanin tahirin fil hayati au ghairi tahir, iwe ni katika mnyama ambaye ni tahara katika uhai wake au mnyama ambaye si tahara. Hadithi ya Ibn Abbas inafahamisha hivyo, ayyuma ihabin, ngozi yoyote, iwe mnyama yule ni tahara akiwa hai au si tahara. Faida ya pili, hadithu Salama ibn al-Muhabbiq yadullu ala anna ad-dibagha yutahhiru julud al-maita. Hadithi hii inafahamisha kwamba ile kusafishwa kunataharisha ngozi ya mfu. الفائدة الثالثة حديث ميمونة يدل على أن الدباغ يطهر جلد الشاة الميتة. Hadithi hii inafahamisha kwamba ile kusafishwa kunataharisha ngozi ya mbuzi aliyekufa. Wa mithlu shati ghayruha min alhayawanati alhalali akluha, na mfano wa huyo mbuzi wanyama wengine katika wanyama ambao ni halali kuwala, katika wanyama ambao ni halali kuwala. الفائدة الرابعة ما دام أن الجلد قد طهر بعد الدبغ فإنه يجوز استعماله في اليابسات والمائعات. muda wa kwamba ngozi imeshatwaharika baada ya kusafishwa, inajuzu kuitumia ngozi hiyo katika vitu vikavu na vitu pia vya majimaji. Inajuzu kutumia ngozi hiyo baada ya kusafishwa katika vitu vikavu na vitu vya majimaji, inajuzu. Wa yajuzu lubsuhu, yajuzu kuivaa, waftirashuhu, na kuitandika, wa ghairu dhalika min istimalat, na mengineo katika matumizi ya nyumbani inajuzu kutumia ngozi hiyo baada ya kusafishwa. Matumizi yote inajuzu. Kama annahu dhu qimatin maliya, kama ilivyo kwamba ngozi hiyo ina thamani ya kimali, ina thamani pia ya kimali. Fayajuzu tasarrufu fihi bianwa'i tasarrufat min bay'in wa ghairihi, inajuzu matumizi kwa ngozi hiyo kwa sampuli zote za matumizi yake, kuuza, jambo jingine. Sawa, kama mtu kuna baridi anajifunika kwa ngozi hiyo baada ya kusafishwa, inajuzu. الفائدة الخامسة يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد. Asema inajuzu kusafisha ngozi kwa kila kitu ambacho kinaondosha zile ziada za ile ngozi, zile ziada zake, zile nyama zilizobakia baada ya kuchinjwa yule mbuzi, au baada ya kuchunwa kuna nyama zinabakia katika ngozi. Sasa kusafishwa ni kuondoa zile nyama zile. Wayutayibuhu wayuzilu anhu natina walfasad, inaifanya ile ngozi ni nzuri na kuondoshea harufu mbaya na ufisadi ulioko katika ngozi ile. Sawaun kana min alqaradhi au qushuri rumman wa ghairihima min almunqiyati tahirat, sawa aliondosha na kuisafisha kwa huo mti huo qarad, au maganda ya makomamanga pia wanasafishiwa. Wa ghairihima, na vitu vingine katika munaqiyati tahirat, vitu vingine vinavyosafisha ngozi. اختلف العلماء في طهارة جلد الميتة بعد الدبغ إذا كان الميتة طاهرة في الحياة. maulama wametofautiana katika utahara wa ngozi ya mfu baada ya kuisafisha, akiwa huyo mfu ni tahara katika uhai. فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أن جلد الميت لا يطهر بالدباغ ولو كان الحيوان طاهرا في الحياة. Alimamu Ahmad yeye anasema katika mashuhuri ya madhehebu yake ni kwamba ngozi ya mfu haiwezi ikataharika kwa kusafishwa, hata kama huyo mnyama alikuwa tahara katika uhai. Maadamu amekufa, ngozi ile haiwezi ikasafishwa ikawa tahara. Wa inma yajuzu isti'maluhu fil yabisat, asema inajuzu kuitumia katika vitu vikavu. وهو المروي عن عمر وابنه وعمران بن حسين وعائشة رضي الله عنهم. قوله pia imepokewa kutokana na Umar na mtoto wake Abdullah ibn Umar na Imran ibn Husayn na mama Aisha radhiyallahu anhum. والدليل على ذلك ما رواه أحمد والأربعة عن عبد الله بن عكيم الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قبيلة جهينة.
akawaambia rakhastu lakum fi juludil maita, nimekuruhusuni kutumia ngozi za mfu. Fa idha ja'akum kitabiyun fala tantafi'u min almaitati biihabin wala asab, akikujieni kitabi myahudi au mkristo, msipate manufaa kwa mfu biihabin, iwe ni kwa ngozi, wala asab, wala kwa bendeji. hadithi hii قال الإمام أحمد إسناده جيد وهذا الحديث ناسخ لما قبله من الأحاديث التي جاءت بطهارته. hadithi hii inafuta hukumu iliyo nyuma yake katika hadithi ambazo zimekuja kuonesha utahara wa ngozi. Hadithi inasema kwamba nimekuruhusuni kutumia ngozi za mfu, lakini akikujieni kitabi myahudi au mkristo, msipate manufaa kwa mfu kwa ngozi yake, wala kwa kufungia bendeji hiyo ngozi, kuifanya ni bendeji mkafungia jeraha au kitu kingine. lakini wadhahaba al-a'imma thalatha ila annahu yutahharu min al-juludi ma kana hayawanuhu tahiran fi hali al-haya. maimamu watatu, alimamu Malik, alimamu Shafi'i, alimamu Abu Hanifa, wao wanasema hutaharishwa katika ngozi ile ngozi ambayo ilikuwa ni ya mnyama ambaye ni tahara katika hali ya uhai wake, ambaye alikuwa tahara katika hali ya uhai wake, mbuzi, ng'ombe, ngamia, nyati, kila mnyama ambaye ni halali, ngozi yake akiwa mfu inasafishwa halafu inakuwa tahara. Walau kana maita, hata kama alikuwa ni mfu inasafishwa ngozi yake na inatumiwa. Qala fil Mughni ruya dhalika an ibn Abbas wa ibn Mas'ud wa Ata wal Hasan wash-Sha'bi wan-Nakhai wa Qatada wa Sa'id ibn Jubayr wal Awza'i wal Layth wal Thawri wa ibn al-Mubarak wa Ishaqa wa huwa riwayatun an al-Imam Ahmad. hiyo pia ni riwaya katika riwaya za Imamu Ahmad. واختار هذه الرواية عن أحمد جماعة من أصحابه منهم الموفق ابن قدامة والشارح وتقي الدين وصاحب الفائق، ومن علمائنا المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى، ودليلهم أحاديث الباب المتقدمة وغيرها. دليل زاو ni hadithi hizi za mlango huu zilizotangulia na nyinginezo katika hadithi. Kwa hiyo hii ndio kauli yenye nguvu kwamba ngozi ya mfu ya mnyama ambaye ni halali kuliwa, akifa ile ngozi yake inapatiwa manufaa kwa kusafishwa. Ikishasafishwa ngozi ile inakuwa tahara, inatumiwa matumizi yoyote, iwe vitu vikavu au vitu vya majimaji. والسائق ما سمعت الشارح لا شارح هذا الكتاب. الشارح ni aliyesherehesha kitabu cha al-Muwaffaq ibn Qudama. Aiwa, si sharih, si kwa ain, ni sharih wa hiki kitabu. قال وقد ورد في طهارة الجلد بالدباغ 15 حديثا. zimekuja katika utahara wa ngozi kwa kusafishwa hadithi 15. hadithi 15 zinathibitisha utahara wa ngozi ikishasafishwa. Minha ahadithul bab, katika hadithi hizo ni hadithi za mlango huu tulizozisoma. وأجاب من يرون طهارته عن حديث عبد الله بن عكيم بأنه مضطرب وفي سنده وفي متنه. hadithi hii tulisoma ya Abdullah ibn Ukaim, hawa wamejibu kwamba hadithi hii ni mudtarib katika sanadi yake na katika matni yake, wa annahu hadithu mursal, na kwamba pia ni hadithi mursal, sio sahihi. hadithi mursal inajulikana ma saqata minhu as-sahabi ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط. إذن المرسل سقط منه الصحابي من أنواع الضعيف. كما نسمى حديثه لني ضعيف. ذلك أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هو hakuisikia kwa mtume صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث لا يقوى على النسخ،
Mfano wa hadithi hii haiwezi kuwa na nguvu ikafuta hadithi hizi nyingi, lianna hadith at-tathhir bitibaghi asahhu minhu, hadithi za kutaharishwa ngozi kwa kusafishwa, hadithi hizi ni sahihi kuliko hadithi hii ambayo ni muttarib na ni mursal. Faba'dhuha muttafaqun alayhi, baadhi ya hadithi hizi ni muttafaqun alayhi, hazina wasiwasi wa usahihi wake. أما جواب الشيخ تقي الدين فإنه يقول حديث عبد الله بن عكيم ليس فيه نهي عن استعمال الجلد المتبوغ. anasema hadithi hii ya Abdullah ibn Ukaim haina makatazo ya kutumia ngozi iliyosafishwa, haikatazi matumizi ya ngozi iliyosafishwa. fayumkinu an yakuna tahrimu lintifa'i bil asabi wal ihabi qabla ad-dabghi, asema inawezekana kuwa kuharamishwa kupata manufaa kwa kutumia hiyo bendeji na ngozi ni kabla ya kusafishwa. Kabla ya kusafishwa inaharamishwa kutumia. Huwezi ukatumia ngozi ya mfu kabla haijasafishwa. Mshanifahamu? Huwezi ukatumia ngozi kabla haijasafishwa. Ndio hadithi hii inokataza matumizi hayo, ni kwamba kabla haijasafishwa ngozi ndio ni haramu kutumia ngozi ile, lakini baada ya kusafishwa inakuwa tahara, inajuzu. وهذا ما تثبته النصوص المتأخرة, hili ndio ambazo huthibitisha hizi nususi hadithi zilizokuja nyuma. Wa amma ba'da ad-dabghi falam yuharram dhalika qattu, baada ya kusafishwa ngozi haikuharamishwa matumizi hayo kabisa. Faida: umumu hadithi ibn Abbas radhiyallahu anhuma yadullu ala anna ayya jildin idha nuqiya bidibaghi faqad tahura. Kuenea kwa hadithi ibn Abbas ile ayyuma ihabin, hii inafahamisha kwamba ngozi yoyote ikisafishwa inakuwa tahara, walau kana min hayawanin muharramil akli, hata kama inatokana na mnyama ambaye ni haramu kumla, kadhibi kama mbwa mwitu. Kwa hiyo hadithi hii inafahamisha kwamba ni ngozi yoyote, simba, ngozi ya chui, ikisafishwa inakuwa tahara. Takala wa huwa madhhabu Abi Hanifa wa Shafi'i wa ghairihima, hii ndio madhhabu ya Abu Hanifa na Imam Shafi'i na wengineo, lakini warajihu khilafuhu, kauli yenye nguvu ni kinyume cha kauli hii, ni kwamba ni ngozi ya mfu wa mnyama anayeliwa, ndio hii ikisafishwa inakuwa tahara, inatumiwa kwa matumizi yoyote. Sio ngozi ya mbwa, sio ngozi ya mbwa aliyokufa ukenda ukaichuna ukaitumia, la. Mmenielewa? Ni ngozi ya mnyama ambaye ni halali kumla akiwa hai, baada ya kuchinjwa. Ngozi yake huyu akifa, kama ngozi ya mbuzi, ngozi ya ng'ombe, ngozi ya kondoo, akifa ngozi ile unaweza ukaisafisha na ukaitumia. Mmenielewa? Sio ngozi ya mbwa na nguruwe na simba. Mmenielewa vizuri?